Yes, kuelekea dabi ya Kariakoo ambayo inatarajiwa kuchezwa hii leo majira ya saa 1:15. Taarifa mbalimbali zimeendelea kusambaa kuhusiana na mchezo wa dabi ya Kariakoo ambao unatarajiwa kuchezwa katika uwanja wa Benjamin Mkapa pale Dar es Salaam, na usiku wa kuamkia hii leo wekundu wa Msimbazi Simba wametoa taarifa kupitia katika idara yao ya habari kwa umma kuweza kufahamisha ya kwamba huenda kama wasipofanyia kazi wakakataa kuingia uwanjani, na pengine si mchezo huu pekee hadi michezo mingine ambayo itakuwa imesalia ligi kuu soka Tanzania bara, kutokana na kile ambacho kinazungumzwa juu ya mabounce wa klabu ya soka ya Young Africans kuweza kuzuia basi la Simba ambao lilikuwa limebeba wachezaji kuweza kuingia uwanjani kwa ajili ya mazoezi ya mwisho, kama ambavyo kanuni zinasema kwamba mgeni siku moja kabla ya mchezo anaruhusiwa kwenda kufanya mazoezi katika ule muda ambao mchezo utaweza kuchezwa. Kwa mujibu wa taarifa nikinukuu hapa, inasema kwamba Simba Sports Club umesikitishwa na vitendo visivyo vya kiungwana dhidi ya timu yetu kuelekea mchezo wa ligi kuu ya NBC dhidi ya Yanga, Simba ikiwa timu mgeni. Kwa mujibu wa kanuni ya 1745 ya kanuni za ligi kuu bara, timu mgeni ana haki ya kufanya mazoezi kwenye uwanja wa mechi angalau mara moja kabla ya siku ya mechi katika muda tarajiwa wa mchezo husika. Kwa makusudi, Simba imenyimwa haki hiyo licha ya kufika uwanjani katika muda husika. Katika sintofahamu hiyo, Simba iliarifiwa na meneja wa uwanja kuwa hana maelekezo ya kuruhusu mazoezi kufanyika bila maelekezo ya kamishna wa mchezo. Pamoja na kamishna wa mchezo husika kufika, mabouncer wa klabu ya Yanga walivamia msafara wa Simba huku wakiendelea na vurugu na kuzuia msafara wa Simba kuingia uwanjani kufanya mazoezi. Jitihada za Simba kupata ufumbuzi wa changamoto hiyo hazikuzaa matunda kwa zaidi ya masaa mawili kabla ya Simba kuondoka eneo la nje ya uwanja kwa sababu za kiusalama ambazo zimerekodiwa kwa ajili ya ushahidi. Kufuatia ukiukwaji huo wa taratibu za mchezo, Simba haitashiriki mchezo husika na haki zote zimehifadhiwa. Simba inahimiza kuchukuliwa kwa hatua stahiki dhidi ya wahusika wote wa sakata hili, imetolewa na management ya klabu ya Simba. Baada ya sakata hilo la Simba kuweza kugomea mchezo dhidi ya watani wao Yanga, limechukua sura mpya baada ya bodi ya ligi kuu Tanzania bara TPLB kutoa tamko kwamba mechi hiyo ipo pale pale kama ilivyopangwa. Mwenyekiti wa bodi ya ligi kuu Tanzania Steven Mguto amesema licha ya Simba kudai haitaleta timu, mchezo huo upo pale pale, huku akiwataka mashabiki waliokata tiketi kujipanga kwenda uwanjani. Nikimnukuu, anasema matukio yote tumeyasikia na tunayafuatilia kuanzia hatua ambayo yaliyojiri. Kuna ripoti za awali tumeshazipokea kwa wasimamizi mbalimbali na tunazifanyia kazi, amesema Mguto. Lakini pia ameongeza kwa kusema kwamba kwanza ni watoe wasiwasi mashabiki wa soka na wadau kwa ujumla. Mchezo upo pale pale kama ambavyo kalenda yetu ya soka inavyosema, hakuna mabadiliko yoyote. Mashabiki wajipange kuja kutazama mchezo. Hicho ndo kitu ambacho ameweza kukizungumza Steven Mguto wakati akitolea ufafanuzi kuhusiana na taarifa hizo ambazo zimekuwa zikiendelea kusambaa. Mchezo wenyewe ni kukumbushe kwamba unachezwa majira ya saa 1:15 kwa saa za Afrika ya Mashariki hii leo katika uwanja wa Benjamin Mkapa.